Wengine wanasema kuwa Mosiria akiwa more serious huenda akawa hata gavana wa Nairobi au hata zaidi. Kutoka mitaani hadi kwenye mitandao ya kijamii, jina lake limekuwa gumzo. Je, ni kiongozi wa kweli anayebadilisha maisha ya watu au ni nguvu ya muda tu inayotegemea umaarufu? Huyu ni Geoffrey Mosiria na hii ni hadithi ya athari yake kwa Wakenya. Jina langu ni Ogaro Brian Osoro. Karibu sana ndani ya Moto TV Kenya kwenye kitengo kipya kabisa, Moto TV Impact. Leo hii tunaangazia kiongozi ambaye ameonekana tofauti na wengi ndani ya serikali ya kaunti ya Nairobi. Geoffrey Mosiria amejijengea sifa ya kuwa kiongozi wa vitendo, si wa maneno tu. Akiwa amewahi kuhudumu kama afisa mkuu wa mazingira na sasa akihusika na mawasiliano ya wananchi, Mosiria ameonekana mara kwa mara mitaani akisimamia sheria, kusikiliza wananchi na hata kushughulikia matatizo papo hapo. Lakini swali kubwa ni hili: je, athari yake inaonekana kweli kwa maisha ya kawaida ya Mkenya? Safari ya Mosiria haikuanza katika siasa za mazingira pekee. Alianza kama msimamizi wa hospitali katika vituo mbalimbali vya afya jijini Nairobi, akihusika na maboresho makubwa kama kuanzisha vitengo vya kisasa vya watoto wachanga na vifaa vya kisasa vya uchunguzi kama CT scan, hatua ambazo ziliboresha huduma za afya kwa wananchi. Hii inaonyesha kuwa hata kabla ya kuingia katika mazingira, alikuwa tayari ameweka msingi wa kugusa maisha ya watu moja kwa moja. Lakini ni katika sekta ya mazingira ndipo jina lake lililipuka. Akiwa afisa mkuu wa mazingira, Mosiria alijulikana kwa mtindo wake wa kipekee wa uongozi, si kwa kukaa tu ofisini, bali kwa kwenda moja kwa moja kwa tatizo. Aliongoza operesheni za kusafisha jiji, kupambana na utupaji wa taka ovyo na hata kukamata wanabiashara waliokiuka sheria za usafi katikati mwa jiji la Nairobi. Kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu, wananchi walianza kuona utekelezaji wa sheria ukifanyika mbele ya macho yao. Katika maeneo mbalimbali ya Nairobi, wakazi walianza kushuhudia mabadiliko: mitaa safi zaidi, kelele kupungua na uelewa mkubwa kuhusu wajibu wa kila mtu katika kutunza mazingira. Mosiria amekuwa akijibu malalamiko ya wananchi moja kwa moja, akifika maeneo yenye matatizo kama taka zilizotupwa ovyo au kelele kupita kiasi na kuchukua hatua haraka. Hii imejenga taswira ya kiongozi anayesikiliza na kuchukua hatua. Lakini labda hadithi zinazogusa zaidi ni zile za maisha binafsi aliyogusa. Kuna matukio ambapo Mosiria amewasaidia watu waliokuwa wanaishi katika hali ngumu mitaani, akiwatoa kwenye mazingira hatarishi, kuwapeleka katika ukarabati na hata kuwasaidia kupata ajira. Hapa ndipo tunapoona tofauti kati ya uongozi wa kawaida na ule wa athari halisi. Si tu sera, bali maisha ya watu kubadilika. Kupitia mitandao ya kijamii, kiongozi huyu pia amegeuka kuwa sauti ya uwajibikaji wa wananchi. Amekuwa akisisitiza kuwa matatizo mengi ya jiji yanachangiwa pia na tabia za wananchi wenyewe, kama utupaji taka ovyo na ujenzi holela. Hii inaleta mjadala mpana. Je, mabadiliko yanatoka kwa serikali pekee au kila mwananchi ana jukumu? Pamoja na mafanikio yake, Mosiria pia hajakosa changamoto. Amekumbana na kesi za kisheria na ukosoaji kutoka kwa baadhi ya wananchi na wadau wanaohoji mbinu zake na uendelevu wa kazi yake. Hii inaonyesha kuwa safari ya mabadiliko si rahisi na kila hatua ina upinzani wake. Hapa ndipo tunahitaji kujiuliza maswali magumu. Je, Geoffrey Mosiria ni mfano wa kizazi kipya cha viongozi wa Kenya, viongozi wanaochukua hatua badala ya kutoa ahadi? Au je, mtindo huu wa uongozi unaotegemea sana uwepo wa mtu mmoja unaweza kudumu kwa muda mrefu? Kwa upande mmoja, Mosiria ameleta sura mpya ya uongozi wa uwazi, wajibikaji na uwepo wa moja kwa moja kwa wananchi. Ameonyesha kuwa inawezekana kwa kiongozi kushuka hadi chini kabisa na kushughulikia matatizo ya watu ana kwa ana.
Kwa upande mwingine, changamoto ya mifumo bado ipo. Je, mfumo unaweza kufanya kazi bila yeye, au athari yake itaishia kuwa ya muda mfupi? Hii ndiyo tofauti kati ya umaarufu na athari ya kweli. Umaarufu huja na kuondoka, lakini athari ya kweli hubaki katika maisha ya watu. Geoffrey Mosiria ameonyesha kuwa uongozi unaweza kuwa zaidi ya vyeo na afisi. Unaweza kuwa huduma ya kweli kwa watu, kutoka hospitalini hadi mitaani, kutoka sera hadi vitendo. Jina lake limeacha alama katika maisha ya Wakenya wengi. Lakini kama ilivyo kwa kila mabadiliko, muda ndio utakaotoa majibu ya mwisho. Je, Mosiria ni mwanzo wa enzi mpya ya uongozi Kenya, au ni hadithi moja tu ya kipekee? Wengine wanasema kuwa Mosiria akiwa more serious huenda akawa hata gavana wa Nairobi au hata zaidi. Kazi kwako mtazamaji, unafikiria nini kuhusu utendakazi wake Geoffrey Mosiria? Hii ni Moto TV Impact, ambapo tunaangazia si tu wanaotrend bali wanaobadilisha maisha. Kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na hata kushare video hii. Usisahau kuturn on notifications ili usikose tunapoposti video yoyote. Naitwa Ongara Brian Osoro. Salia ndani ya Moto TV Kenya. Moto sana.